Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Theodicus TV. Tunakusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye vipindi mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Na tuko kwenye robo ya pili kwenye mwaka 2025 tunatufunza jinsi ya kuelewa unabii wa Biblia. Kwenye juma hii ni ya pili tumezungumzia somo nzuri la pili ambalo lilikuwa likizungumzia msingi wa mwanzo. Fungu la kariri lipo kwenye kile kitabu kia Yohana 1:19 mahali ambapo neno la Mungu linasema, siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tuombe. Asante Yesu Kristo kwa upendo wako, asante kwa kafara ya kutolea Yesu Kristo ili kwamba tupate wokovu kupitia yeye. Ufunze kupokea upendo huu na kafara hii katika jina la Yesu Kristo, amina. Rafiki yangu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, leo ni Ijumaa, siku ya kutoa tu kujifunza zaidi. Lakini tumejifunza masomo kwa undani zaidi. Ikiwa unahitaji mojawapo wa masomo kuanzia Sabato mchana, Jumapili, Jumatatu mpaka Alhamisi, unaweza kuingia kwenye playlist yetu na hapo utabarikiwa na masomo. Lakini kwa kifupi tu, katika juma hii ambayo tumekuwa ndani yake, tumejifunza machache ya dhana kubwa katika kiini cha ufunuo. Zipo nyingi na kwa hivyo tumechagua chache tu ili kuelezea jambo muhimu zaidi, kwamba kuelewa msingi ya kale nyuma ya ufunuo kunawezesha mwanafunzi kuona tofauti nyingi kubwa katika maandiko ambazo kila moja inaweza kutoa masomo muhimu juu ya asili ya mwanadamu, Mungu na pambano linalopiganwa katika ulimwengu wetu na hivyo katika maisha yetu vile vile. Kwa hivyo mpendwa, tumejifunza ya kwamba kuelewa unabii, hasa sana unabii wa ufunuo, kuna kanuni ambayo inaitwa kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Katika kitabu cha Mwanzo, pale kumekuwa mianzo ya vitu vingi sana kabisa. Ili kuelewa unabii, kuna uhusiano kubwa na kitabu cha Mwanzo. Lazima tuelewe mambo ambayo yameelezeka katika kitabu cha Mwanzo, na inaweza kuturahisisha kuelewa mambo mengine ambayo yanaweza kuja kuelezeka katika vingine vitabu vyote, hata mpaka kitabu cha Ufunuo. Kwa mfano, tunaposoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 22, hapo tumepata kisa kizuri sana ambayo kimejaa na masomo ya kiroho na kinaturahisisha kuelewa mambo fulani katika unabii. Tunapoelewa kisa cha Ibrahim na Isaka, hapo tunakuta mara ya kwanza tunapoelewa upendo wa Mungu. Mara ya kwanza hapo tunaona Biblia ikitaja neno upendo, wakati Mungu anamwambia Ibrahimu, mchukue mwana wako wa pekee mpendwa na ukamtoe kama kafara. Haikuwa rahisi, ilikuwa ni changamoto. Fikiria mtu ambaye umezaa mtoto mmoja ambaye umempata baada ya siku nyingi na unaombwa kumtoa kama kafara. Si rahisi, lakini ilikuwa ishara ya kuonesha kitu kia muhimu zaidi sana, kwa sababu ilikuwa ni somo ambalo Ibrahimu angalipashwa kuelewa na kuona sijui uzito wa kafara, ikiwakilisha kile ambacho baba angalifanya kwa kumtoa Yesu Kristo. Namna gani angalijihisi, upendo ambao unadhihirishwa kwa tendo hilo. Mungu anatupenda, kile kumtoa mwana wake ambaye anampenda sana ili kwamba afe kwa ajili yetu ni jambo muhimu. Fikiria alipomwambia Ibrahimu akasema, mtoe mwana wako unayempenda, mtoto wako wa pekee. Fikiria sasa Yesu anapokuja kuishi mahali fulani baada ya ubatizo, Yesu baba anasema, huyu ni mwana wangu mpendwa sana naipendezwa naye. Na mahali pengine kwenye Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimwamini sasa asipotee bali awe na uzima wa milele. Yale yote yalikuwa yanatufunza tuelewe. Ukiona kuangalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 22 hadi 13, hapo inatuelewesha zaidi kuhusu wokovu wetu. Baba ambaye anampenda mwana wake, na huo upendo wa dhati unamsukuma kutoa kafara. Ilikuwa ni kile ambacho tunajifunza kwenye sadaka. Ibrahimu ambaye anampenda mwana wake anamtoa kafara. Ndio. Lakini alipokuwa
Isaka akamuuliza, baba, tunaenda na kuni, sasa mwana kondoo yuko wapi? Swali lilikuwa muhimu. Ibrahimu akajibu, l'Eternel pourvoira. Sema Mungu atajishughulisha na hiyo sadaka, atajifanya kuwa yeye ndiye atakayeona sadaka itakuwa, yeye ndiye atakayejifanya kuwa hiyo sadaka. Hakika alipoenda huko Isaka hakuwawa, Mungu akapurvoir. Okay? Kwa hivyo ni lazima tumtumainie Yesu Kristo kwa Bwana mkombozi wa maisha yetu. Isaka alionyesha picha ambayo ni ile ambayo Yesu amekuja kufa kwa ajili yetu. Jambo muhimu ni kwamba Yesu alifariki ndiyo, lakini akafufuka na anao uzima wa milele. Kwa hivyo mpaka sasa anaweza kutuokoa ikiwa tutamwamini kwa Bwana mkombozi wa maisha yetu. Amekufa kwa ajili yetu. Tuzungumzie tu kidogo kuhusu somo la Ijumaa linasema kujifunza zaidi. Wanatuomba kusoma Ellen G. White Ufunuo wa ukurasa wa 213 236 katika Matendo ya Mitume sehemu ya 2. Kunasemeka hivi: dini nyingi za ulimwengu zinashughulika tu na mawazo kwa utofauti mkubwa. Mawazo yanayopatikana katika dini ya Kikristo yamejikita kwa uthabiti katika matukio ya kihistoria. Biblia ni kisa cha Mungu akishughulika na wanadamu katika historia, na kwa kujifunza maelfu ya miaka ya kushughulika huko, tunaweza kujifunza mengi kuhusu tabia ya Mungu iliyo thabiti na isiyobadilika. Wakati fulani, hata hivyo, Wakristo wanalalamika kwamba wanachoka kushika mambo yale. Wakati fulani, wakati ujumbe wetu wa kipekee wa kiunabii unahubiriwa hadharani, tunadhani kwamba tayari tumeusikia na hatuna jambo jipya la kujifunza. Hata hivyo, ukweli kwamba ujumbe wetu haubadiliki na thabiti haumaanishi kwamba ni rahisi au usioleta changamoto. Kinyume chake kabisa, unaposoma habari inayowasilishwa kwetu kutoka katika akili ya Mungu, asili na ukomo, unagundua haraka kwamba kamwe hautafikia mwisho ya somo. Moja ya sababu Ellen G. White anaibainisha kama sababu ya kuandikwa kwa kitabu cha Ufunuo ilikuwa ni kulisimika kanisa la Kikristo katika ujumbe wake wa kihistoria kwa wakati wote. Baadhi ya watendakazi vijana wakati huo walichoshwa na ukweli uliokuwa unafundishwa kwa kurudia. Katika shauku yao ya kupata kitu fulani kilichokuwa kipya na cha kupendeza na cha kushangaza, walijaribu kuingiza awamu mpya za mafundisho. Matendo ya Mitume sehemu ya 2 ukurasa ule ambao ni wa 214-15. Kwa kiasi hicho, si kitabu kinachohusu wakati ujao, pia ni kitabu kinachohusu wakati uliopita, kilichokusudiwa kutudumisha, kukita mizizi katika imani yetu ya kihistoria, ili tusipotoshwe na tamaa ya kufata kuwa wapya. Hapa kuna maswali ya kujadili, nitayatoa. Ikiwa utakuwa na jibu na weka kwenye comment. Nasema maandiko hayajashindwa kutoa habari mpya na ufahamu mpya. Mtu anawekaje usawa kati ya shauku ya kujifunza jambo jipya na umuhimu wa kudumu kujikita katika kweli ambazo tayari tumepewa? Swali la pili, kanisa linapaswa kuitikiaje tafsiri mpya za unabii? Na ingawa tunajua kwamba daima yapo mengi zaidi ya kujifunza, tunaweza kutambua ikiwa nuru mpya ni muhimu au mtindo tu au hata makosa. La mwisho, katika vitabu vya pili vya dunia, katika vita vya pili vya dunia, akiwa baharia katika bahari ya Pacific, alilala katika hali ya kukaribia kufa. Alimlia mganga, mimi ni yatima, nikifa nani atanikumbuka? Mganga alimjibu, nitakumbuka daima. Ingawa maneno ya daktari yalikuwa na nia njema, hatimaye yeye pia angekufa. Na hivyo ndivyo kumbukumbu ya baharia yatima ingetoweka.
Wapendwa, simulizi hii linatusaidiaje kutambua kutokuwa na manufaa na kukosa maana kwa maisha yetu yote, ikiwa kifo hatimaye ndicho chenye uamuzi wa mwisho? Weka jibu kwenye comment. Ndugu yangu, usikose kusubscribe, kulike na kushare. Karibuni kwa wale ambao wanapouliza maswali. Ukiwa na swali ya changamoto, Baba mtukufu, asante kwa somo hili. Utufunze kupokea upendo wako na kafara yako, damu yako iliyomwagika kwa ajili yetu. Tunaomba hayo katika jina tukufu la Yesu Kristo, amina.